Nilivyokuwa nimekuahidi hapo awali ni kwamba tutakuwa naye kijana mwenye talanta, mwenye kipaji. Uliona kwamba siku ya Jumamosi iliyopita wakiwa na Hassan Mwana Ali katika kipindi cha Bahari ya Elimu katika shule ya Kakamega High, ikiwa inapatikana kaunti hii Kakamega. Na leo nataka tuzungumze naye 2-3 anieleze, je, talanta yake alianza vipi, anasomea hiyo talanta ama anasomea kitu tofauti. Na kakangu, jambo. Jambo. Kwa majina ni nani kwa mtazamaji? Kwa majina ni Benjamin Wahanu Zakayo. Ni mzaliwa wa Malava. Ndio kidato cha pili. Kidato cha pili. Shule ikiwa gani? Shule ikiwa ni shule ya pili ya Kakamega. Shule ya pili Kakamega. Na wakati Hassan Mwana Ali alikuja katika shule hii ya Kakamega mnamo siku ya Jumamosi iliyopita, ulitrend sana katika mitandao, hata pengine mwenyewe hukujua. Sikufahamu hilo. Hukufahamu. Lakini sasa nimekutafuta ili unieleze kinagaubaga. Je, ile kukutana Hassan Mwana Ali, ulijihisi vipi kuwa na Hassan Mwana Ali? Nilihisi vizuri kwa sababu Hassan Mwana Ali ni mmoja wapo wa watangazaji wazuri zaidi wa Kambumbu nchini. Sasa ni kitu ambacho unamtazamia kuwa hapo mbeleni, ni kama unataka kuwa kama yeye ama namna gani? Naam, ndoto yangu ni kuwa mtangazaji wa Kabumbu. Unatakuwa Kabumbu. Na je, katika shule hii ya Kakamega High ukisoma uko na lengo la kuwa mwanahabari ama mwalimu? Unajua wengine wasomea kuwa wanafikia mahali wanakuwa kama watakuwa na walimu na kitu inampeleka kuwa daktari. Sijui wewe ni gani? Masomo yangu na nitaka niwe wakili, lakini talanta yangu pia nitaka niwe mwanahabari. Unikuwe mwanahabari. Na huko nje watu wanakutazama ni wanahabari chipukizi kama wewe. Sijui unaweza kuwapatia ushauri gani? Ushauri ni kwamba wajitume tu, wasikadie talanta zao. Leo nikipute katika shule hii siku ikiwa ni quarter finali na semi final na pia finali kesho. Katika timu hizi zote shule ambazo zimewasili hapa, timu gani ambayo unaitakia ushindi kwa leo? Kama kawaida mimi kama mwanafunzi wa Kakamega lazima ndaitagia timu ya Green Commandos ushindi. Green Commandos ushindi. Na unaona kama Green Commandos leo wakipoteza utakuwa na matumaini tena kweli? Wakipoteza siku ya leo sitakuwa na matumaini nao tena, kwa sababu wapinzani wao sio wabaya vile. Kwa mwalimu ambaye anakufunza somo la Kiswahili na mwalimu ambaye anakufunza wanahabari, je, unalipi la kumwambia ama kumuomba? Ningemwomba tu kwamba azidi kutupea ile fursa ya kuonyesha talanta zetu huko nje. Na mwalimu wangu wa Kiswahili aendelee kuwafunza hata wengine ambao watakuwa kama mimi, Kiswahili bora, Kiswahili sanifu. Unaona sasa walimu, unajua katika sekta ya wanahabari wanaangazia sana masuala na Kiswahili, Kizungu na historia na kisha hisabati kidogo. Je, katika masomo haya yote uko fit? Cha kwanza napenda historia sana. Kiswahili tena siko mbaya vile. Kizungu ni kujikaza. Hisabati pia siko mbaya vile. Au uko vibaya vile. Na kwa mwisho tukimaliza tu mahojiano yetu, ni nini ambacho unaambia watazamaji kwa ujumla, sio kwamba wana talanta lakini kwa ujumla? Je, wewe uko na ndoto gani ukitoka nje ukimaliza shule? Sijui utakuwa namna gani? Nikiwa ndoto yangu nitoka nje ni kuwa mtangazaji ama mwanahabari, na kwa watazamaji ni kwamba tu hata kama mtu atafanya kitu na isiwe vizuri, wasimfanye apoteze ile ari ya kuendelea na ile kitu. Wamunge tu mkono. Na munge tu mkono. Nitakuwa natembea nawe tukujue mambo mengi katika shule yako. Na pia tutakuwa tunazungumza zaidi kuhusiana na mechi, na pia baadaye tuzungumze kidogo kuhusiana na talanta yako, sivyo? Nimeshukuru sana kujiunga hapa. Ni Intronex Media. Ni idhaa ambayo huwa tunapeperusha matangazo yetu katika njia ya platform ya online. Hivyo basi tutakuwa tunazungumza mengi sana kutoka hapa. Asante sana kwa mtazamaji, nilivyokuwa nimekuahidi ya kwamba tutakuwa tunazungumza naye. Umesema Benjamin Kariuki? Benjamin Wahanu Zakayo. Wahanu Zakayo. Wahanu Zakayo. Benjamin Wahanu Zakayo kutoka mpande ya Malava. Shukrani zaidi mtazamaji, endelea kutazama Intronex Media. Jina langu niite Papa Chiteri.